kizazi cha sasa ni impatient, hawataki kusubiri maendeleo yao, hawataki vijana kusubiri maendeleo yao kabisa. They want to see things working now for them. Hakuna taifa la vijana la kesho, vijana ni leo, na ni lazima tubadilike, lazima tubadilike. Frictions za uchumi zimeshaondolewa kwa asilimia kubwa sana, Mheshimiwa Rais. Miundombinu tunayo, ndege tunazo, mawasiliano tunayo, barabara tunayo, madaraja tunayo, treni tunazo. Tunangoja nini kwenda mbele? Kwa serikali tunawaomba sana, na kweli wabunge hawa tutabanana kweli kweli mundani. Sheria zetu bado sio friendly kwa uwekezaji, sio rafiki kabisa. Yote tunalinda hichi, mtu anashindwa kusoma andiko, kimbilio lake ya kwanza, hii kuna usalama hapa, hapa kuna hiki, kuna hiki. Sasa hivi jamani, mambo usalama, everybody knows everything what you do. Sasa hivi usalama, muda gani unakwenda kumpiga mwenzio? It is not about what kujua nini intelligence, it is open to everyone. Leo tunahangaika na minara yenyewe inafungwa, wala hawafati taratibu za kisheria. Mnara moja una distance maalum ili signal ziwe sahihi. Ukiweka mnara mbali, signal zinapotea. Ndio huku bwana, signal sio sababu ya nini. Displacement ya minara inafanywa nje ya utaratibu, na ukiweka mbali una transmit radiation ambayo inaweza ikaumiza watu vile. Kwa hiyo minara ina kiwango chake cha kuweka. Kwa hiyo wafanyabiashara ili wasave pesa wanaweka minara mitatu toka hapa mpaka kiwango ambayo inataka minara iwe 4 au 6. Kwa hiyo mimi nakuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe unajua namna gani kutafuta pesa. Religious tourism, Zanzibar kuna kanisa pale linapendeza, watu wangapi wanakwenda? Israeli, how much money wanaingiza kwenye tourism ya dini? Sasa sisi tuna bahati tofauti. Pope Leo kaishi Tanzania, tuweke miundombinu, tutafute mtu aitangaze biashara. Sio namtafuta mtu hapo na mtu sina mtoto zungu, hapana. A professional branding ya kitu. Na mimi nakwambia Profesa Mongo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Lukufu, mtaona pesa zitapoingia Tanzania. Kila mwaka tutaongeza watalii milioni 4. Nchi ya jirani hapa tourism wanaingiza 24 trillion, sisi 12, maybe 11, 12. Why? Morocco watalii wanaingiza milioni 16. Egypt 19 million. Ndege tunazo, infrastructure tunazo, siasa bora tunayo, wananchi tunayo, amani tunayo. Kamati ya budget, mwenyekiti nafikiri huko hapa, tutapambana mpaka hii kitu iende mbele. Serikali chukue ni moja, ifanyie kazi. Watu watapenda kuona Pope Leo kasali wapi, alikuwa nakaa wapi Peremio, benchi gani alikuwa nakaa. Watu watapenda kuona mashehe waliojenga misikiti ya Kilwa. Watu watapenda kuona meli iliyogeuzwa kwa jiwe na watu wakiwa. People want to see these things. Tunao vivutio kibao, lakini just sitting and doing nothing. Ukitaka mradi, no one cares. Mtu wa mshahara, ana gari, ana nyumba, hajali wenzake na Tanzania. Mheshimiwa Waziri wa Fedha uko hapa, Waziri Mkuu uko hapa, wewe mtu uko very bright, intelligent, una mapenzi, una uwezo mkubwa sana. Nendeni mkakae, digest this thing and see how we start. We have to start this yesterday, wala sio leo. Hivi wangapi hapa kwenye bunge hili wanajua kwa Pope Leo ameishi Tanzania? Mnajua? Wachache. Morogoro, Songea, Dar es Salaam, Zanzibar, ndio maeneo yake. Sisi Waislamu tunasema pale Maka,
ambapo Mtume wetu Muhammad SAW Madina ndio ulikuwa msikiti wake, na eneo hilo kwenda kusali tunaaminisha thawabu unazozipata. Kila mtu anagombania kwenda pale ibada, lakini wenzetu wanaingiza hela, naingia hela.